Kwa majina naitwa Isa Ali Kimoro. Uko wapi? Niko hapa kwa Barikiwe. Matatizo yangu ni changamoto za biashara. Unafanya biashara gani? Nilifungua duka Salasala. Kama msingi wa milioni 200. Milioni 2. Nikamleta mtu kutoka nyumbani. Nikawa naishi naye nikamwachia biashara. Ukamleta mwanamke? Mwanaume. Mwanaume? Alikuwa matatizo yake tu nyumbani. Alipokuja nyumbani nikamwambia sio na matatizo, ukiona matatizo yote tutapanga mpango wa kufungua hiyo biashara. Ndio. Nikaifungua biashara Salasala. Baada ya kufungua biashara tukafungua ile duka na msingi kama milioni 2. Nikamwacha yeye. Tukafanya kama mwaka kanikimbia. Nikatafuta mwinginewe tena kutoka nyumbani nikamleta. Nikaongezea msingi ukawa nakwenda, lakini ukawa nazidi kwenda biashara inaanguka. Nikawa natoa hela yangu kwenye msingi naongezea hivyo hivyo mpaka kodi yenyewe natoa kwenye msingi wangu naongezea mpaka biashara imekufa nikafunga. Nilikuwa na bajaji yangu hivyo hivyo ina matatizo, kila nikitengeneza na matatizo. Ndio. Natoa hela yangu mwenyewe kwenye msingi wangu naongezea natengeza bajaji kila siku matatizo, haikai hata mwezi matatizo mpaka sasa hivi yani sina kitu. Bajaji yenyewe nimetengeza tena juzi. Ndio sasa hivi tena natembea sijui tena nitapata matatizo gani. Kila siku service. Hiyo bajaji hiyo. Na mimi nilikupatia kutoka kwenye redio hii ya 100.5. Nilikusikia siku hiyo wanasema umehamia, umetoka Mwenge umehamia hapa. Ndio. Lafia. Nikatokea kutoka Makonde nimekutafuta njia nzima tembea kwa miguu mpaka hapa. Kwa hiyo umekuja kwa miguu kutokea Makongo? Makonde kule. Makonde. Nimetembea nikikutafuta wanasema hawakujui na kukuta chachi zinginewe makanisa. Wanaambia kama umemkosa wewe karibu hapa. Naambia hapana mimi namtafuta James Nyakia. Ndio nikatembea kwa miguu mpaka hapa. Ndio. Nikakuta mabodaboda pale nikawauliza wakaniambia ndio hapa. Wakasema wewe nenda pale utakuta bango. Nikakuta bango nikachukua namba zako. Ile tarehe 18 nikakupigia simu. Wakasema bwana tuma hela, nikatuma hela ya kuja kuonana na wewe. Ndio. Kwa hiyo sipata huduma yote nikasema sio haina shida nitakuja hapa kwa sababu napajua kanisani. Ndio leo nimekuja. Amina amina amina. Kwa hiyo umebaki na mtaji wa kiasi gani? Yaani sasa hivi katika akaunti yangu zipo hela kidogo tu kama labda 300,000 hivi sijui 400,000 sijui imefika shilingi kama 500,000 na hiyo bajaji yenyewe ndo nahangaikia hivyo ndo niliotegemea. Duka nishafunga nimepangisha mtu mwinginewe tu kwa sababu msingi tena kuanza nao sina. Kwa hiyo na bajaji nategemea kwa sababu kwa bajaji kila siku maana nilikuwa nataka niendeshe mimi mwenyewe. Lakini sasa kuendesha nikawa sina driver license. Kuna mwanae mmoja yuko mwanajeshi nikimwambia nisaidie kupata driver license na yeye yuko mwanajeshi lakini hawezi kunisaidia. Sasa sijui nguvu gani ya nyuma pazia. Kwa hiyo najituma tu mimi mwenyewe tu kutafuta kuniombea ili nipate muamko na maendeleo. Kwa hiyo hata leseni hauna? Sina leseni. Kwa hiyo hapa tunategemea tu unaendesha tu kwa kudura za Mwenyezi Mungu. Nimempa mtu anaendesha. Kwa hiyo kwa mahesabu ya kila siku 15,000. Kwa hiyo kwa mwezi ni 400 na kama 20. Lakini haifiki muda muafaka. Kila leo namfukuza bajaji na dereva bajaji huyu mara huyu kwa sababu aletee mahesabu kamili. Kila siku ni matatizo. Sasa sielewi nini tatizo. Ndio maana nilikuwa nataka niombewe labda kuna changamoto nyuma ya pazia. Hapana. Hakuna changamoto nyuma ya pazia. Tatizo ni ulikosea masharti. Ndio. Huyo walimpeleka sehemu. Sasa katika lile eneo ambalo walimpeleka unakaa kwenye kigoda. Alafu unanyoosha miguu. Sasa watakuchanja lakini chale za mwisho lazima wachanje hapa. Hiyo sehemu unaikumbuka? Unasema? Nishakwenda kwa mganga ndio. Sehemu ya mwisho ulichanjwa hapa. Hapa kichwani. Hapa kichwani. Ndio. Ndio nikuonyeshe chale zako zile. Professor. Woo! Nyie hapo, njoni niusaidie muonyeshe. Njoni tu. Nenda. Njoni. Simama hapa. Sasa subiri. Sasa huyu sehemu walipompeleka walimchanja
Walianzia hapa. Ndio. Wakaja hapa. Wakaja hapa. Wakaja hapa. Wakaja hapa, wakaja hapa. Wakaja hapa, wakaja hapa, wakaja hapa. Mwisho kabisa wakamalizia hapa. Sema nabii wa Mungu. Lakini kibaya zaidi, aliyemchanja hapa hakumchanja mgongoni. Ndio. Kwa hiyo kila mali anayoipata inatoka. Kila mali anayoipata inatoka. Inamisha kichwa chako, elekeza huko. Mwangalieni hapa, mtaziona hapa katikati hapa. Zinaonekana. Kuna vitu vingine tunafanya sisi wenyewe. Na tunapokuwa tunafanya pia tunakuwa tunatafuta ahueni ya maisha. Usije ukamwona yeye kafanywa kadhani ni mjinga. Hapana. Alikwenda kutafuta ahueni ya maisha baada ya kuona kote alikozungukia imeshindikana. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaenda kwa mganga siku yoyote. Kweli baba. Baada ya kuona kwamba ulikozungukia maisha yameshindikana kupata utatuzi. Ni kweli nabii wa Mungu. Ila unapokuja mahali hapa, mimi nabii Nyakia, ni Roho wa Mungu atakuelekeza nini cha kufanya. Makofi mengi kwa Yesu. Mkishindwa nije niwaelekeze mimi mwenyewe. Na mimi naziona. Huyu sasa hivi hata akienda kuchukua mkopo benki atafilisika. Kwa chochote atakachokifanya atafilisika. Kwa pesa yake lazima iwe ni ile ambayo ni kwa ajili ya mahitaji yake yeye mwenyewe, na maisha yanakwenda. Kwa kuna watu wengine nao mko hapa, mko hivyo hivyo. Sema nabii wa Mungu. Mko hivyo hivyo. Leo sihitaji kushuka huko kuja kuwasimamisha. Leo nataka nikae hapa tu. Amen. Jicho la Mungu limekuzunguka. Hamjaona? Kwa jina naitwa Sabas Petro. Nimeona chale moja. Wewe umeona moja? Naam. Na wewe kaka umeona ngapi? Nimeona moja. Na wewe baba umeona ngapi? Nimeona moja. Hiyo moja ndo mmetafuta kwa muda mwingi wote huo. Kweli Roho wa Mungu akae ndani ya mtu. Jamani, ukiwa na Roho Mtakatifu na roho ya kinabii ni raha sana. Amina nabii wa Mungu. Ndio maana huwa mnatuona kwamba tunalinga, si kwamba tunalinga, kuna kitu cha pekee Mungu ametupatia. Amen. Sasa waangalia hao wote wamechukua zaidi ya dakika 4 wanatuchelewesha. Lakini mimi hapa naziona. Amina. Sasa kaka, utarudi lini kwa mganga? Nikafanya nini tena wakati sioni maendeleo yote? Chapia Bwana Yesu makofi. Kwani ulienda kufanya nini bwana? Ulienda kufanya nini? Mimi si nienda kutafuta maisha, nione mazingira yangu yaende vizuri, biashara ninazofanya ziende vizuri. Kwa maisha sasa hivi yamekuaje? Yaani sasa hivi nimebaki kapukwe tu. Hamna chochote. Yaani unategemea hiyo bajaji, biashara zote zishakufa. Na watu wengi na wadai wengine wamenikimbia, wameniachia tu hati za viwanja. Kila nikwambia nilipe wanilipi. Yeah. Ila walikuachia hati za viwanja. Kwa sababu nilikuwa nafanya biashara vile za kupesha pesa. Yaani pesa nilikuwa napata nyingi tu, lakini sasa hivi hamna kitu. Ulifikia pesa mpaka kiasi gani? Zaidi hata milioni 10 na kitu, milioni 10. Sasa hivi umebaki na laki kama laki 5 labda. Kwa kutoka milioni 10 na kitu ambayo nilikuwa nayo. Sasa hivi una laki 3. Kama laki 5, kama laki 5. Laki 4 na bajaji, lakini sema bajaji, yani nilikuwa na hela nyingi, lakini kila leo bajaji nikitengeneza naanza katoa laki 2, laki 5, nikatengeneza kila kitu. Ninatembea siku 3, siku 2, matatizo. Sijui tatizo, yani sielewi kwa nini bajaji kila wakati inakuwa. Kwa hela yote kwa ujumla ni kwamba imeteketea. Na naitoa tu kwenye, hata kwenye duka nilikuwa natoa hivyo inaisha. Na nilikuwa sitoi hela dukani, labda kwa mfano kama nachukua chakula, labda kama chakula napeleka nyumbani, nikasema duka limefilisika. Hapana bwana nabii. Yaani mimi ndio nilikuwa natoa hela kwangu na unajaza tena dukani. Nachukua kwa mfano kama na lengo kwamba duka liweze kuinuka. Liinuke, lakini unakuta msingi umekufa. Hamna kitu kingine bwana. Tatizo lako ndo hilo. Utamfanyia nini Mungu ukiwa tajiri? Utamshukuru. Nitamshukuru. Kwa kufanya nini? Kwa kufanya hata ibada, kila kitu.
Sawa, umeongea jambo jema. Utakapoinuka katafute mahali ambapo kuna kambi ya wazee, kambi ya wazee wanaolelewa eneo moja, wazee maskini waliotunzwa kempu. Nadhani wengine wako pale Msimbazi, ndio hata Tanga wapo. Karibu kila mkoa kuna kambi ya wazee, ndio ambayo iko chini ya ustawi wa jamii, lakini zingine huwa zinakuwa chini ya taasisi mbalimbali. Nenda uwanunulie wale wazee chakula, wanunulie mavazi, utakuwa tajiri mpaka unazeeka. Asante bwana mchungaji. Kwa Mungu atakapokuinua, usije ukachukua mamilioni yako ya fedha ukaleta kwenye nyumba yote ile ya ibada, utafilisika. Nenda uwalishe watu, uwavalishe watu walio na uhitaji wa kweli na hawana nguvu na watarajii kuwa na nguvu tena. Ndio nabii. Usiende kuwalisha watoto hawana nguvu lakini wanatarajia kuwa na nguvu. Nenda uwalishe wazee hawana nguvu, hawatarajii kuwa na nguvu tena. Wazee mabibi au wazee wote wale, ili mradi ni wazee, lakini ili mradi kwamba wawe wako eneo moja wanatunzwa. Kaka, kwa mfano kama unasema shoshoka ambao watoto yatima kama hivyo, wazee wale sasa. Hapana, sio watoto yatima. Wazee yatima ambao wanalelewa kwenye makeni. Hakuna mzee yatima, wanatunzwa, ambao wanatunzwa wale ni wazee ambao hawana watoto wa kuwalea au hawana ndugu wa kuwalea au wao wenyewe hawana uwezo wa kiuchumi. Kwa hiyo watafute kama Kariakoo unasema? Hapana, tafuta sehemu ambapo wamejengewa, wanatunzwa hapo, wanaishi zaidi ya mmoja. Wako pale Msimbazi Center. Msimbazi. Sawa, Msimbazi Center. Utainuliwa sana. Asante bwana. Sana. Asante. Usiende kwa waganga tena. Asante. Sasa hivi mtafute Mungu. Umeshaamua na umekombolewa kwa Mungu, ng'ang'ana na Mungu. Asante. Kila kitu kwako kitakuwa bam bam. Asante nabii. Amen. Amina, 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 amina.